Tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu imegeuka kitovu cha mjadala mkali wa kisiasa baada ya Ana Corina Sasso Machado, binti wa mpinzani maarufu wa Venezuela, kupokea tuzo hiyo kwa niaba ya mama yake Maria Corina Machado, ambaye hakuhudhuria hafla ya kutunuku tuzo hiyo jijini Oslo. Kwa mujibu wa Reuters, mahali alipo Maria Corina Machado kwa sasa hapajulikani, jambo ambalo limeibua maswali na masimulizi tofauti kutoka makundi ya kisiasa. Wakati akipokea tuzo hiyo, Ana Corina alitumia hotuba yake kuikosoa vikali serikali ya Venezuela, akidai kwa utawala huo ulibomoa demokrasia yao na kuwanyima wananchi uhuru wa kisiasa. Kauli yake imeonekana na wengi kama mwendelezo wa msimamo mkali wa upinzani nchini humo, ambapo Maria Corina, ambaye ni mmoja wa viongozi wa vyama vya upinzani vinavyotajwa kuwa na ushawishi mkubwa, amekuwa kwenye mgogoro wa muda mrefu na serikali ya Rais Nicolas Maduro. Katika hotuba yake, Ana Corina alisisitiza kuwa watu kutoka makundi yote ya kisiasa wameinuka kupinga utawala huo, akitaja kile alichokiita mamilioni ya raia waliokuwa wakijitokeza kwa wimbi la upinzani na maandamano katika miaka ya hivi karibuni. Kauli hizi zimeibua mjadala mpana, hasa kwa kuzingatia mtazamo wa baadhi ya wachambuzi wanaosema kuwa Nobel Committee inaweza kuwa imeingia katika mgogoro wa kisiasa kwa kutoa tuzo ambayo inaweza kuchochea mabadiliko ya utawala katika nchi ya Venezuela. Vyombo vya habari vinavyoegemea upande wa serikali ya Venezuela pamoja na wachambuzi wa siasa za kimataifa wamesema kitendo cha Nobel kinatoa taswira ya kuunga mkono mpango wa regime change. Wengine wamefananisha tukio hili na wito wa wazi wa kuanzisha mabadiliko ya utawala, wakisema kamati ya Nobel sasa inagawa tuzo ya amani huku ikichochea mabadiliko ya serikali. Mitazamo hii imejikita katika hoja kwamba Maria Corina Machado amekuwa akijihusisha na mikakati ya kisiasa ambayo kwa muda mrefu imekosolewa na serikali ya Caracas kama jaribio la kuweka ushawishi wa mataifa ya magharibi ndani ya Venezuela. Hivyo, kupewa tuzo ya amani ya Nobel ambayo awali imekuwa ikihusishwa na watetezi wa haki za binadamu, wapiganiaji wa amani na viongozi wanaopigania maridhiano, unachukuliwa na baadhi ya watu kama hatua yenye lengo la kuhalalisha upinzani dhidi ya Maduro. Kwa upande mwingine, wafuasi wa upinzani wanasema kuwa tuzo hii ni ushindi mkubwa kwa vuguvugu la kidemokrasia nchini Venezuela, wakidai kwamba inaonyesha dunia imetambua kile wanachoamini kuwa ukiukwaji wa haki za binadamu na kukandamizwa kwa demokrasia katika nchi ya Venezuela. Tukio hili pia limeanza kuzua mjadala mpana kuhusu nafasi ya kamati ya Nobel katika siasa za kimataifa. Wakosoaji wanasema kuwa kamati hii inaonekana kujiingiza kwenye mivutano ya ndani ya mataifa na kutumia tuzo za amani kuunga mkono harakati fulani za kisiasa, jambo ambalo linapunguza hadhi ya tuzo yenyewe duniani. Wengine wamesema tukio hili linakumbushia visa vya zamani ambapo tuzo za amani zilitolewa kwa watu au makundi yaliyokuwa bado katikati ya migogoro ya kisiasa, na baadaye hatua hizo zikawa chanzo cha mabishano makubwa duniani. Hadi sasa, serikali ya Venezuela haijatoa taarifa kamili kuhusu mahali alipo Maria Corina Machado. Kutokuwepo kwake kwenye sherehe ya Oslo pamoja na taarifa rasmi kuwa hajulikani alipo kumeongeza hali ya sintofahamu Caracas. Wafuasi wake wanadai kuwa anajificha kwa sababu za usalama, huku upande wa serikali ukisema kuwa taarifa hizo ni mbinu za kisiasa kuonyesha serikali kama tishio kubwa. Kwa sasa, ulimwengu unaendelea kufuatilia tukio hili kwa karibu, huku mjadala mkubwa ukiendelea. Je, Nobel Committee inapaswa kujiweka mbali na siasa au ina haki ya kuingilia ikiwa inaamini kwamba kuna ukiukwaji wa demokrasia? Hili ndilo swali linalotarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika mijadala ya kimataifa katika siku zijazo. Your power is not permanent. Your violence will not prevail over people who rise and resist. Mr. Maduro, accept the election result and step down. Lay the foundation. His chair on the podium remains empty today. I now call upon Ms. Ana Corina Sosa Machado, the daughter of the Nobel Peace Prize laureate for 2025, to step forward to receive the diploma and the gold medal on behalf of her mother, Ms. Maria Corina Machado. When she steps forward to receive the award on behalf of her mother, who's unable to be with us in Oslo today.